Pongeza sana jana Watanzania wote walioangalia mpira usiku. Sina maana kwamba nawapongeza walioshinda, mimi nawapongeza Watanzania wote walioangalia mpira wa mguu jana usiku pale Zanzibar. Kwa kweli ulikuwa ni mpira mzuri sana. Hongereni Watanzania kwa kuendelea kuviunga mkono vilabu vyetu hivi. Yale matokeo kwangu kwa kweli sio jambo la muhimu sana, kwa sababu sitaki kugombana na waziri wangu mkuu. Nikianza kujadili matokeo hapa mbele ya Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, nitatengeneza kesi nyingine. Asika ninyima siku nyingine nisije kama mgeni rasmi kumwakilisha mahala bure. Lakini nawapongeza sana. Moja la kwangu tu muhimu kwa bodi ya ligi. Tunataka umakini kupita kiasi kwa marefali. Jana sikujisikia vizuri kama waziri wa michezo kuona Watanzania wanampongeza na kumsifia refa wa Kenya wakati sisi tuna marefa Tanzania. Na kwa nini wamefika hatua ya kumpongeza refa wa Kenya? Maana yake kuna tatizo kwa marefa wetu katika taifa letu la Tanzania. Sasa wizara yetu jukumu lake ni kulea na sio kuingilia. Tunaitaka bodi ya ligi na wataalamu wote wanaohusika na upangaji wa marefa wahakikishe ethics na nidhamu zinawekewa kipaumbele katika usimamizi wa michezo yetu. Tusingependa marefa wawe chanzo cha huzuni. Tusingependa marefa wawe chanzo cha kuharibu michezo yetu. Tunataka fair game. Na imani katibu mkuu unanisikia, utawaambia watu wa BMT wakae na TFF, kwa sababu malalamiko ya marefa yamekuwepo kwa muda mrefu. Na jana nilivyoona watu wanasema unaona refa huyu hata utoaji wa kadi haukuwa kama zile za njugu. Kwamba utaratibu ulikuwepo, yani kuna mahala ukijidondosha mpira unaendelea. Sasa tusingependa marefa wetu waendelee kunyoshewa kidole. Mnakumbuka yule refa aliyechezesha timu yetu ya Taifa Star pamoja na timu ya Morocco. Ndugu zetu wa CAF walivyochukua nini? Hatua. Hata kwenye baadhi ya watu wa FIFA wamemweka kwenye daraja ambalo mpira ule alionekana kuharibu. Sasa tusingependa aina ya refa wa hivyo aendelee kuonekana Tanzania. Tunataka marefa wafanye kazi yao vizuri, na niwahakikishie tu ndugu zangu, tumehakikisha tena VAR inafungwa kwenye uwanja wa Arusha, inafungwa kwenye uwanja wa Mkapa. Maana yake sasa refa ukichanganya uwanjani watu wataka ukaangalie kwa assistant referee, na ukigoma kama alivyogoma yule wa Morocco basi tutaamini mamlaka zinazohusika na usimamizi zitachukua hatua stahiki.